Akina mama piga vigeregere kwao. Karibuni sana, karibu ndani ya ukumbi. Akae kwenye kiti hapo mwanamke. Shika akina mama vigeregere. Asante wetu. Kora no sharibi nyasi ujire alama yoro wapi. Kama ni mzazi uishi na katoto kamoja wala uwe na alama, si ndio? Hata mababu na mabibi uwe na kamjukuu kamoja ni alama. Tuko pamoja? Na wale wanaoenda reba utwana mtauta ni mtusiga mgende na tu ni alama, si ndio? Haujajaliwa
insha Allah Mwenyezi Mungu atakusaidia. Lakini Waislamu wenzangu, kwenye shughuli kama hii unatia kakofia unakuwa na nini? Lakini pia Wakristo ukibahatika kupata rozali vaa, hiyo ni alama yako. Mpaka hapo MC yukoje? Vigeregere kidogo kwa MC. Ya hapa ndio Swahili. Asante. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tunaona pale yuko na alama, wametia kitambaa, ni utaratibu. Unakuja kwenye dua unakaa katika mkao wa namna hiyo. Inshallah tunashukuru sana maharusi wetu. Mmejiandaa mkijua ni jambo gani mnaliendea. Mmeingia kwa alama. Mmeingia kwa ushoi. Mmeingia katika utaratibu, mashehe wanajua. Zipo aya nyingi zinazomwelekeza aliyejifunika manguo asimame amuombe Mungu wake. Aliyejifunika gubi. Si ndio? Kwa hiyo kweshwekania mono kutakira Mungu. Si ndio? Sasa twende moja kwa moja kwenye maudhui ya al-Imam, kama utanikubalia uruhusu itifaki za dua zianze. Tutaanza kwa dua ya kuwarehemu ndugu zetu na wazazi wetu waliotutangulia. Tutamaliza kwa dua ya kushukuru Mwenyezi Mungu na kuomba baraka zake ziendelee kumiminika katika familia hii na katika miji hii inshallah. Tunachoomba ni utulivu na usikivu. Simu waga zina tabia moja, ni kuyumudi, ni kuyumbu taratibu. Kwa hiyo tukipunguza sauti za simu mambo yanakaa uzuri, si ndio? Maombi ni maombi ndugu zangu. Maombi ni maombi, kwa hiyo tusijali kama wewe unahusika wala husiki. Cha msingi tuweke vizuri utaratibu huo. Majina niko nayo hapa. Wala mna shida. Sallallahu ala Muhammad. Karibu. Sheikh. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama MC alivyozungumza, ni ya makusudi ya sherehe kama hii ni kwamba tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kuombea dua marhumu waliotangulia mbele hapa. Kwa hiyo kuna mashika hapa, tutasaidizana biikhtisari kutokana na wakati na muda. Baada ya hapo na dua ya kushukuru. MC tutakurudishia stage hii, tutamalizia moja kwa moja na dua ya kushukuru itaombwa na wanafunzi wa hapa msikiti ya Kairabo ya shukrani. Kwa hiyo sisi mashekhe tutaongoza dua ya kurehemu shamba. Muombe Sheikh Taha tutoke al-Fatiha tuanze dua shamba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Niyatil maqsud al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tasoma Ikhlasi 11. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب ما يشاء وهو على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحملنا من لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألا بذكر تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والعاقبة للمتقين آمين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم زده شرفا وكرما محبته وجلاله ورفعته وتعظيمه. اللهم ارزقنا في الدنيا حبته وعمرة زيارته في آخرة شفاته ولا تحرمنا جهده في الجنان واحرمنا حوضه المولود واحشرنا تحت ظل الموقود بفضلك يا ذا الكلام الوجود. اللهم أصرف ما قرأناه من القرآن العظيم من التحليل ومن التسبيح هادية واصلة ورحمة منك نازلة لا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح خاصة من اتبعها هنا بسبب تلون الأجر المرهوب. اللهم اغفر له وارحمه واسقنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسقنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسقنه في الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها واسقنه في الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها في الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها واسقنها في الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسقنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسقنا في الجنة. إلى أموات المسلمين في المشارق والمغارب الذين يسبقون بالإيمان اللهم اغفر لهم أهلهم القبور. اللهم اغفر لهم أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعلنا قبورهم من رياض الجنة.
اللهم أعطوهم كتاب بيمينه ولا تعطوهم كتاب بشماله يا رب العالمين. الفاتحة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله القاصد يا غوثا. بسم الإله وبه بدينا ولو أبدنا غيره شكينا. يا هبذا ربا وهب دينا وهبذا محمد هدينا. لولا ما كنا ولا بكينا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله القاصد يا غوثا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا كينا. نحن الأولى جاءك مسلمين. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا من جل القاصد يا غوثا. والمشركين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وقد ابتدى جمهم علينا طبق الأحاديث التي روينا. فرددوا اللهم خاسرين. ناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا من ذا القاصد يا غوثا. الله يا رحمن يا رحيم. الله يا حي ويا قيوم. الله يا قوي يا كريم. الله يا علي يا عظيم. لا ينبغي للقوم أن يعلونا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا من ذا القاصد يا غوثا. الله يا لطيف يا عليم. الله يا رؤوف يا حكيم. الله يا تواب يا عليم. الله يا وهاب يا كريم. أبدل العلا واجعلني دار الدنا. إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا من ذا القاصد يا غوثا. الله يا قدوس يا برهان يا رب يا هنان يا منان يا حق يا محسيت يا ديان. تباركت أسماؤك الإنسان بها قرأنا بابك المسونا. إنا دعوناك استجب آمينا. يا الله يا الله يا من ذا القاصد يا غوثا. الله يا خلاق يا منيب. الله يا رزاق يا حسيب. الله يا قريب يا رقيب. المستعان سامع المجيب. المستعان سامع المجيب. المستعان سامع المجيب. دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله القاصد يا غوثا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله فاتحة له. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله الذي تقدست عن شبهته. آمين. وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته. آمين. واحد لا من قلة وموجود لا من علة. آمين. ومعروف بالإحسان موصوف. آمين. ومعروف بلا غاية أو موصوف بلا نهاية. أول بلا ابتداء. آمين. وآخر بلا انتهاء. لا ينسب إليه البنون ولا إليه تداول الأوقات ولا تهينه السنون.
كل المخلوقات تحت قهر عظمته وامره بين الكاف والنون. أعوذ بكل شيء علما وغفر ذنوب المسلمين ونوما حلما. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم اصرف عنا السوء ما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا السوء ما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا السوء ما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. سبحانك ربنا إليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفعل الله ما شاء بقدرته يحب ما يريد بعزته. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم واهدنا فقنا إلى الحق ولا طريق مستقيم. ربنا غفر لنا ذنوبنا الذين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم. ربنا عليك توكلنا عليك نبنا إليك المصير. ربنا غفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم القيامة الصعب. ربنا غفر لي والمؤمنين يوم القيامة الصعب. ربنا غفر لي والمؤمنين يوم القيامة الصعب. ربنا غفر لي ورحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله سبحانه الملك القدوس. لا إله إلا الله سبحانه العزيز الجبار. لا إله إلا الله سبحانه الرؤوف الرحيم. لا إله إلا الله سبحانه الغفور الرحيم. لا إله إلا الله سبحانه الكريم الحليم. لا إله إلا الله سبحانه القوي العليم. لا إله إلا الله سبحانه اللطيف الخبير. لا إله إلا الله الصمد العبد. لا إله إلا الله سبحانه القوي الوديد. لا إله سبحانه الوكيل الكفيل. لا إله إلا الله سبحانه الرقيب الحفيظ. لا إله إلا الله سبحانه الدائم القائم. لا إله سبحانه المحيي المميت. لا إله سبحانه الحي القيوم. لا إله سبحانه الحي القيوم. لا إله إلا الله سبحانه القيوم. اللهم أعطني كتابي بيميني وسمعنا وسوى يسيرا. اللهم اجعلنا ممن سمعوا قال في أتمة حسنة. اللهم ارنا الحق الحق وارزق اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزق اجتنابه. اللهم ثبت قدم انصرنا على الكافرين. اللهم ثبت قدم انصرنا على الكافرين. اللهم ثبت قدم انصرنا على الكافرين. يا إله الأولين والآخرين ولا تردنا خائبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله. Naam, niwashukuru sana kwa utulivu, lakini pia niwashukuru walimu wetu pamoja na wanafunzi jinsi mlivyoendesha ibada hii ya dua, na maelekezo yanasema dua ndio ubongo wa ibada. Jambo lilo kubwa katika maisha ni kuomba, si ndio? Insha Allah sasa tumeshaomba na tunayemuomba tuna hakika kwamba ndiye anayestahili kuombwa. Hatuna shaka katika hilo. Unaweza ukaomba lakini ukijua kwamba nayemuomba siye. Sasa tuliyemuomba yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, katika maneno yake shekhe aliyemalizia kusema. Sasa niombe tufanye utambulisho mfupi. Kabla ya utambulisho, shekhe aliandaliwa kwa ajili ya wadhi, inshallah atokee wadhi fupi al-imam, na tunapomaliza habari nyingine na yenyewe iwe inaandaliwa, si ndio? Sisi Waingereza wa Kiziba tunasema nduru yokulia bate wanke ndio. Asante shekhe. Upo nipo. Asante. Karibisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala imamil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunamwombea ziada katika swala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tunawaombea kheri wabora wetu masahaba wa mtume waliopambania dini na waliotutangulia, na sisi tuko nao kwa mfano wao. Ndugu zangu wana jamii, wazazi, walezi, marafiki, majirani, bila kuwasahau mashekhe, maustadhi na walimu, ninarudia tena kukupeni assalamu alaikum. Tumekusanywa hapa na jambo muhimu, lakini kwa muda ambao jambo hilo limetukusanya limefungamana na mambo muhimu. Kama limetukusanya jambo muhimu lenye mambo muhimu, tunataraji kwa kualikwa na mwaliko huu nasi ni watu muhimu. Kutokana na umuhimu wetu tunasema alhamdulillah, kwa vile Allah ametuchagua muda huu tuwe hapa, na tunayoyazungumza ni mazuri na mapungufu ni ya binadamu, na Allah ni mwenye kusamehe. Jambo la kwanza ambalo napenda kuanza nalo kabla ya yote ni kuwashukuru wazazi walioungana, hatimaye Allah akawapatia zawadi ya kizazi, na hivyo ninaendelea kumuhusia kila mmoja wetu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kupitia kizazi Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia waumini, akatuambia ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, nyinyi watu. Na hapa Allah hakusema nyinyi Waislamu, alisema nyinyi watu. Kwa hiyo Muislamu anaingia na asiye Muislamu anaingia pia. Mcheni Mola wenu aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja. Nafsi moja ni baba yetu Adam, wa khalaqa minha zawjaha, akaumba kutokamana na nafsi moja mkewe. Mkewe Adam ni mama yetu Hawa alayhi assalam. Hivyo Allah katuhusia tuendelee kumwogopa na kumcha kupitia mahusiano hayo, kwa sababu hatuwezi kumtambua Mola wetu isipokuwa kwa baadhi yetu kutufahamisha. Kama ninavyozungumza nitaongea kuhusu Mola, mtafahamu, na walimu watawaambia mtafahamu pia, na baba kwa mwanaye atamwambia kama alivyosema Luqmani kumnasihi mwanaye. Kwa hivyo tutamjua Allah kupitia kuambizana. Lakini sehemu ya pili, hatuwezi kuendelea na kumwabudu Allah kwa idadi kubwa mpaka yapatikane mafungamano baina ya mwanamke na mwanaume. Wakioana au mume akimooa mke na mke akaolewa na mume, hapa wakikutana tunaweza kupata kizazi. Na sababu ya kukusanyika leo ni kwa ibada ya iqi. Maana ya neno iqi ni kuchinja, ambayo kwa urefu tunasema aqiqa. Na aqiqa ni ibada ya kumwaga damu ya mnyama kwa ajili ya kutoa shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aqiqa hiyo anaifanya mzazi kumfanyia mwanaye, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza ifanyike ibada hiyo siku ya 7, na wanachuoni wakafanya jitihada yao, hakuweza siku ya 7 ahesabu 7 mara 2. 7 mara 2 ni ngapi? 14. Akishindwa 14 aongeze 7 nyingine, itakuwa 21. Wa bimithli dhalika yuktada, na kwa mfano wa hisabu hiyo basi tutakwenda. Kwa hivyo ibada ya hakika ni kumwaga damu ya mnyama halali, ambaye mnyama huyu anaweza kuonesha shukurani ya mzazi kwa mwanaye. Na ndugu zangu Waislamu, katika njia za kuweza kufunguliwa riziki ni kumwaga damu ya mnyama halali. Wewe ukiwa ni tajiri ukasema sasa nahitaji kuongeza uwekezaji wangu, fanya ibada ya kuchinja.
na hivyo watu wakienda kwenye ibada ya haji wanatakikana kuchinja. Ikija Eidul Adha tunatakiwa Waislamu kuchinja. Kwa hivyo kuchinja na kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah, na hatutakiwi kuchinja kwa ajili ya waganga. Baada ya hilo, limetukusanya jambo hili la mzazi kumshukuru Allah kwa kuwapata vijana, na alipompata naye akaolewa au akaoa. Na hivyo basi kila mzazi aelewe hiyo ibada ni haki yake kumfanyia mwanaye, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, kullu mauludun, kila mzaliwa, marhunun biaqiqatihi, anawekwa rehani, anapata ulinzi, sio kwa kumfunga nini ile mnaita hapa, si kwa hirizi wala chochote. Ukitaka mtoto awe salama, wapaye wanaopaa lakini wasimshike, wewe mfanyie akika, chinja mnyama, mwaga damu, watu wanywe supu, basi kwa ajili ya Allah. Hapo utakuwa umemaliza usalama. Kule shuleni mwalimu amemaliza kututia dua pale, anawajua kuna wanafunzi kule shuleni wana jina zuri, wanaitwa vilazi kwa lugha ya kisasa. Sasa ukitaka mwanao asiwe na hilo jina, fanya nini mzazi? Fanya akika ili mtoto achangamke biidhnillah. Hilo ni jambo limetukusanya, na mimi nimependa kulirejea. Enyi wanadamu, kutokana na makutano haya tunatakikana kuweza kupata chochote cha kuondoka nacho kama zawadi ya kurejea kule tulikotoka, kwa sababu makutano ya watu waungwana hayawi ni makutano ya bure. Sambamba na ibada hii na tukio hili, tunakumbushana pia kwamba yamebakia masiku machache sana tuweze kukanyaga katika shule ya saum, shule ya kupambana kutafuta uchamungu. Wenzetu waliopita walikuwa wanafunga mchana na usiku. Ikawa mtu mmoja mzee anaitwa Swilma bin Qais, mzee huyu radhiallahu anhu ameamka usiku, amefunga, akaenda shambani kulima, akarudi nyumbani amechoka. Akamwambia mkewe, kuna cha kufuturu? Kwa maana muda wa kufuturu ilikuwa ni jua likizama, basi watu wanafuturu. Giza likiingia wanarudia, wanaanza nini? Saumu. Unaanza usiku mpaka mchana. Mzee akamwambia mkewe, katafute chochote huko nje tuweze kufuturu. Ametoka mwanamama anatafuta riziki, anarudi anakuta baba kasinzia au mume wake kasinzia. Anamwambia, umelala, kwa sababu ukilala muda jua linazama ukaamka giza limeingia, huruhusiwi tena kufanya nini? Kula. Saumu inafanya nini? Sasa mzee alipoamka giza limeingia, saumu ikaendelea. Yeye ni mtu mzima, ni mzee. Hapo Allah akatuhurumia wakina sisi wa leo, akasema, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr. Sasa muanze kutafuna daku, mle mpaka mpambanue usiku na mchana. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha mfunge mpaka jua likizama, na usiku kila mmoja aendelee na kula na kunywa. Kwa hivyo tunakumbushana kwamba ibada ya saumu inatukaribia, kila Muislamu ajiandae, na hasa upande wa dada zetu na mama zetu na bibi zetu. Hapa ni muda wa kujifunga kibwebwe na kuondoa visingizio, na wale walioitumia Shaabani kujiandaa na Ramadhan basi wamepata kheri zaidi, na ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna ibada, ni muda wa kuvuna, tuseme insha Allah. Sallu ala nabi. Baada ya hilo nirejee tena kwenye makusudio kwamba ibada ya hakika ni ibada ambayo inamkuza mtoto katika malezi mazuri na malezi mema. Sasa leo tuna watu wawili pale, tunamuona shemeji yetu na tunamuona dada yetu, nasaha pia ambazo zinaweza kuambatana na neno hili. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Katika alama za nyinyi kutambua Allah yupo ni nini? Allah akakuumbieni wake, litaskunu ilaiha, ili muweze kukumbata. Naomba nitumie hilo neno tusizoee kutulia tu. Mimi naweza nikatulia na sina mke, ili muweze kufanya nini jamaa? Kukumbata. Sababu bachelor hakumbati. Kwa hiyo litaskunu ilaiha, ili muweze kukumbata, kwa
kwa sababu hata aliye peke yake anatulia na mti unatulia. Kwa hiyo tunakumbata linaskun. Sasa unapokumbata ndipo unapata utulivu. Hatimaye katika tukio lile unapata kizazi, na kizazi kinaweza kikawa ni chema au si chema. Sasa ibada ya hakika pia, unapofanya hivyo, kila ukipata mtoto, Allah anaona nia njema ya mja wake. Kina mama mna vyama, kina baba mna vyama. Vyama visiishie mazishi tu na harusi, pia vyama hivi viwasaidie katika ibada ya nini? Ya hakika, kufanya ibada hiyo. Nasaha kwa wanandoa, kama tulivyo wengine wenye changamoto na wenye starehe, kwa sababu milango haifanani. Kuna mlango ukiugonga ni kwa kengele, na mwingine ni kwa chuma, na mwingine unafunguka kwa moto. Sasa milango yote ni milango. Madamu Allah kakuingiza mlango huo, basi tunaambiwa udkhulu fi silmi kafa. Uislamu umetuambia tufanye ndoa, na ukiingia kwenye ndoa ni ibada katika ibada za Uislamu, basi jitahidi kuhimili. Lazima tushikamani na subira, na mwanaume ayajue madhaifu ya mwanamke, na mwanamke ajue yale yanayopendeza kwa mwanaume, na hivyo tukiweza hilo, ibada pia isisahaulike. Allah akatuambia, wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Amrisha watu wako kuswali. Ukiamrisha kuswali, riziki yako haitokuwa ya nguvu, kunyakua, kudhulum, kunyang'anya, kudanganya. Allah atatengeneza milango ya riziki hiyo. Kwa hivyo kupitia familia tuamrishane kuswali na kufanya ibada mbalimbali. Lakini walikuwa wema waliotangulia. Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu an yakula al-abd. Allah anapenda mja ale kwa nguvu ya mkono wake, lakini Allah anapenda mja akila akapata kheri, an yahmuduhu, amshukuru. Akawa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akichukua tonge anasema bismillah, akiweka kinywani anasema nini? Alhamdulillah, asipate hasara. Kwa hivyo na wewe Muislam, kila unapopata riziki sema alhamdulillah. Riziki ya kizazi, watoto, riziki ya amani, riziki ya ajira na riziki mbalimbali. Tumkumbuke nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la mwisho, wanandoa ni muhimu kupendana, ni muhimu kuhurumiana, lakini sote kwa jumla lazima tupendane na tuhurumiane. Jambo muhimu nililoelekezwa katika maneno yangu ambalo ni la kuhitimisha, kama tulivyo hapa insha Allah, kwa muda huu, kwa dakika 2, kila mmoja anahamasishwa kuwekeza na kuitafuta pepo yake. Nini kinahitajika? Pale msikitini kwa uongozi tunahitaji saruji 7, mifuko ya theluji au saruji 7. Sawa jamani? Saruji sinaeleweka? Ni simenti. Sasa katika hili naomba nitoke huku niende pale katikati, tunaniruhusu huko na miba. Na bismillah, tunahitaji mifuko ya simenti 7. Ningetamani kuigawanya lakini sintoigawa. Sasa na mimi nitafanya kwa mashindano. Kina mama mtaweka hapa, kina baba mtaweka huku, watakao waibika kabla ya Ramadhani tutajua. Na kina baba mtaweka huku, tuna 500. Sogea pale sasa shehe. Kina mama naomba mlete hapa dakika chache. Haya maneno yote mashekhe wamesoma, Qur'ani imesomwa hapa, walillahi alhamd. Na anayehisi ni kijana awatazame wazee, nao walikuwa vijana. Anayeona ana nguvu watazame wagonjwa. Kwa hivyo inshallah naomba sadaka zije. Mmoja chukua kofia shekhe, pitisha huku, tushindane haraka, dakika 5 tumemaliza. Mfuko mmoja ni 23 au na 2. Sisi tunaishi nyumba za kupewa. Jenzi ya vijamzi. Naam. Twende haraka haraka. DJ naomba nitembee na maneno. Kwa hiyo naomba tu nitembee na maneno ya mdomoni ili tukazie. Ndugu zangu tuliokutana hapa, sadaka au kutoa ndiyo sababu ya kufungua mema yako na riziki. Ili upate afya, ili upate chochote. Kile ambacho umekificha ukatunza kinaweza kikawa chako au si chako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yaqulu ibn Adam,
mwanadamu anakaa kusema mali mali, mali yangu, mali yangu. Kisha Mtume akasema yafuatayo, akasema mwanadamu huyu anapopiga kelele mali yangu, mali yangu, hana kwenye mali isipokuwa kile alichokula kisha akaenda haja, hiyo ni mali yake. Na cha pili kwenye mali yako ni kile ulichovaa mpaka kikachanika, hiyo ndio mali yako. Lakini cha mwisho ni kile ulichotoa sadaka ukawekeza kwa Allah. Kwa hivyo wewe mali yako sio ile iliyo benki kwamba akaunti na milioni kadhaa, hiyo sio mali yako. Hiyo ni mali ya Allah, ni mali ya warithi. Ninaomba tupate mifuko 7 ya simenti, tena tuje kwa spidi na kwa hasira kabisa. Unaweka, unarudi, unakaa, unaamka, unakuja, unaweka. Baadaye ukikagua mifuko uone hamnamo kitu, ujue ulikuja kwa uhalisia. Tupe salamu shehe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu wanasema hawezi kusema ametoa salamu. Upande wa kina baba. Naam, tumalize zoezi hili. Nani tumeshapiga hesabu hiyo, jumla itakuwa shilingi ngapi? 7 hizo. 7 mara 22 ni shilingi ngapi? Naam, naomba tuendelee. Tukikaa tukatulia tuamke tena. Yaani ni mwendo wa hasira tu. Wewe hasira ukisikia imekuja njoo tuwe sadaka. 161. Ninaomba tutoe na tutoe. Najua hapa hamna mwenye afya iliyokamilika. Kama kichwa kinakusumbua, acha mambo ya kwenda kwa mganga. Njoo utoe sadaka. Mimi nikimaliza hapa natia dua na maliza inshallah. Dua nyepesi tu. Kwa hiyo hapa mambo ya safari fulani ananidai, leta hiyo sadaka hapa. Ukifika huko anakusamea deni. Huo sio utani. Alafu usije kutoa uone madeni yanavyoongezeka. Naam, inshallah. Naomba, Allah anatuambia liyumfiku dhu sa'atin min sa'ati. Allah anatufahamu, anasema atoe aliyepewa kulingana na alichopewa. Wa man qudira alayhi rizqu, yule aliyekadiriwa, falyunfiq mimma ataahu Allah, atoe kwa namna alivyojaliwa na Allah. Allah anamaliza sasa, uone maajabu ya hapa. Anasema hivi, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah halazimishi nafsi isipokuwa kila alichoipa. Amekupa nini? Kukupa huruma, kukupa utayari na kujitoa. Sasa ukiona unacho, Allah akakupa mali kisha akakunyima kukupa kutoa, hiyo nayo ni changamoto. Naam, tunataka 100,000 na ngapi imam? 161. Kama nisingechelea kuwakata tamaa ningeweka neno, lakini sitoliweka. 161. Kama kina mama mngechukua 61, kina baba wakatoa 100,000, tungekuwa tumemaliza. Tumekubaliana 61, 100,000. Ziko wapi? Msiseme mambo ya kujifanya maskini kila siku mpaka uwe mbunge. Naam, ngapi? Jamani, hata nusu hatujafikia. Haya, naomba turudie upya. Hizi sasa tunamwomba Allah tulipe kwa hizi hazijafikia malengo. Turudie upya, tujaribu shindano upya. Hilo shindano tumelifuta, halionyeshi tija. Naomba turudie upya. Weka tu chini hapo, turudie upya. Shindano la kwanza kina baba wameshinda. Haya, upya tunarudiaje? Naomba tutoe sadaka kwa ajili ya wazazi wetu, mama na baba. Ndio shindano letu. Naomba na mtu mwingine apite. Kama umezaliwa na unasema nina baba, nina mama na wapenda, naomba sadaka ya wazazi. Mmemaliza za kwenu, tulete sadaka kwa ajili ya wazazi. Kila mtu amezaliwa shehe, wala usiwahofie, usiogope. Ili mtu amsaliti mzazi wake hapa. Naam. Inshallah. Haya. Malizia, tosha. Haya, nadhani tulichokipata kinatosha, lakini yule ambaye atapendelea kuwatolea wazazi inshallah ni kheri. Na kama tungemwona Muislamu anayesema mimi nina 100,000, mbona tungefurahi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamdu. Mmepoa sana eti. Shekhe, nikushukuru sana. Maneno haya kama tungekuwa na muda, mimi binafsi nilirizika na mambo yako ni makubwa na mazuri inshallah. Allah akujalie na akuzidishie kila la kheri inshallah. Asante sana mwalimu. Lakini pia katika mazungumzo katukumbusha mengi, ikiwa ni miongoni mwa neno la kupendana. Tabia imekuwa kubwa, watu hawapendani ndugu. Shekhe kawazungumzia wapenzi mme na mke, lakini mpaka sisi wenyewe hatupendani sisi kwa sisi. Kwa hiyo inshallah ili mambo yetu yaweze kunyooka, tupendani. Shekhe, tunakushukuru sana. Lakini pia ukatupatia na jingine kubwa, ukatusaidia tukawa ni wenye kutoa. Umetumia akili yako kutupeleka huko, lakini wanaofaidika ni sisi tuliotoa, lakini pia na wewe uliye tukumbusha tutoe. Allah akuzidishie, na waliotoa Allah awazidishie. Ambao hawakutoa na hawakuwa nacho, Allah awasaidie kesho mjaliwe kupata ili muweze kutoa. Na ambao hawakutoa na walikuwa nacho, nisemeje hapo? Au nimwambie shekhe atie dua Allah wajalie kipotee kile mlicho nacho? Hapana. Awazidishie na awakumbushe kutoa inshallah. Asante. Sasa baada ya maneno haya nitawanyima raha kama nitaendelea kuhubiri na kusema maneno mengi wakati wenyewe unazungumza, au sio? Shanabari nyaba fungire aroba ikwebe mbira kabla ya Kwarezi mababa ndise bone abandi kabla ya Ramadhani bali muri Shabani. Kwa hiyo tuombe imamu turuhusu ratiba inayohusiana na mambo ya afya iweze kuanza. Al-Imam, uniruhusu wenyeji watufanyie utaratibu huo. Baada ya hapo tunarejea ukumbini, kuna ratiba nyingine inaendelea. Kuna utambulisho, kuna zawadi na mambo mengine kama hayo, si ndio? Lakini kwa wakati huu Sheikh Juma, kama unanisikia, watu wako walioandaliwa kwenye utaratibu wa watano waanze. Shika kidogo. Unajua sisi watangazaji ma MC waga kidogo tunajiweka pembeni katika swala la kuchangisha. Naweza ikaleta shida siku nyingine, yule MC waga anataka hela bwana, tukakosa kazi. Sasa hapa tunakosa shilingi 4,000. Ifike shilingi ngapi? Tupate mifuko miwili. Kumbe na miwili yenyewe imekuwa shida. Sasa tusaidiane tupate 4,000 inshallah. 4,000 kakaira bwana, 4,000 hapo tupate 4,000 inshallah. Naam, kasinge tata kama kuranze bio mwenshuri gutuka. Asante. 3,500 bado amairaga turami huyo omifuko tigabamu omoyo mkifuba no umanyo nyina gwanga tinyina go mkifuba no ugamanya. Asante. Bado 3,000. Haya mwalimu, au kaba waturiumbi ya Yanga na Simba au kaulira mtu na 15 uli rusha. Asante. Allahu akbaru. Ha illa Allahu akbaru. Allahu akbaru. Yani zuri yogo iko na yagiamu kabisa. Zuri ya Rajabu Juma Rwebande wenye shuhudi. Na dada pale kaongeza hii ni 4,000, kuna 1,000, 5,000 kwa bwana harusi na bibi harusi wenye shuhudi wenyewe. Na wao wameongeza. Kwa mwalimu hapa hata nauli ya boda ipo. Takbira, si ndio? Kwa hiyo utaratibu umekaa vizuri. Tunawashukuruni sana.
na Allah wazidishie. Wakulikazamu mozibi ikozibi ikomu mkunango shangawali tagwili ya mbwa igoro kulikozibi ukwe na ushangweni kipande kimo. Kwa hiyo kwenye mambo ya Mungu usifiche sana. Sasa wakati huo sijapata kujua wenyeji wako wapi, watuandalie wageni wetu wapate nafasi ya kupumzika, lakini pia na sisi hapa tulipo mambo yaweze kuendelea. Fundi wa mitambo Eza bakari bari yake nzile no ruimbo ruinduka ruisenda.
angalia mbele.